Amani ya Mungu idumu kwetu. Tuitabele ochi longe batatu. Ndiyo waelekezaji katika watu tunaendelea na masomo ya mazabaila tujue pia na mazabaho. Tuchukue muda wa kutosha kuhusu jambo hili ili kuzidi kujielewa ni nini kimetuzunguka kwenye maisha tulionayo. Kwenye historia mbalimbali mmekwisha elewa kwamba mazabaila ni vimvuli vya viumbe walioishi kisha wakafa. Hivi vimvuli vyao vinapokuwa na marejeo kwa waja kwa kuleta dhamira zao, vimvuli hivyo ndo tumeelewa kuwa ni mazabaila. Sasa pia tuna nafasi ya kutakiwa kujua neno madhabaho. Tujue madhabaho ilikuwa ni jambo gani na kwenye kuishi lilikuwa linafanya nini. Madhabaho ni haya mazabaila ya viumbe walokwisha kufa, isipokuwa ni viumbe sasa walokaa kwa lengo la kusimamia wengine kwa matashi yao, huku wakiwa sio viumbe sahihi kwa Mungu. Yote haya tuchukue muda wa kuelewa kwa mapana. Mambo haya mtakuja kuyakumbuka baada ya dunia hii inavyoingia kwenye ufunuo huu, ndio mtakuja kujua ni nini ambacho kimekosewa kwa watu. Mazabaho
ni viumbe ambao walihitaji kuongoza viumbe wengine na kisha wakawazamirisha wale viumbe namna ya kuongoza kwao, na hao viumbe wakafa kwa viapo vya kutumikia jambo la kwao. Vimvuli vya hawa wanayekufa, huku wakiwa wameapa kwamba watatumikia jambo fulani, na hilo jambo likiwa si la kimungu. Vimvuli vya hawa ndo hutaka kujengewa mahala kwa ajili ya kukaa na kuendelea kushika wengine kwa matukio. Kwa hiyo vinakuwa ni vimvuli vile vile vya watu na viumbe ambao sio watu, ambavyo vimekusudia jambo fulani la kuongoza pengine watu. Sasa vimvuli hivyo ambavyo huwa sio sahihi kwa Mungu, na vyenyewe hutengeneza mazingira ya namna zao, na kisha waloteuliwa kwenye mambo hayo wanakuwa wameimidiwa na vimvuli hivyo. Kwa hiyo mazingira hayo yanayojengwa kwa ajili ya kuendeleza mambo ya utashi wa viumbe fulani, moja kwa moja vimvuli hivyo ndo vikawa madhabahu. Kwa hiyo madhabahu ni jambo lilikuwako bara la Arikasi miaka mingi, na sehemu mbalimbali mwa dunia, kwa sababu madhabahu ni jambo liliundwa na viumbe wenye dhamira ya kutaka kuongoza viumbe wengine, huku hao viumbe wakiwa hawana ukweli wake Mungu. Kwa hiyo madhabahu na vyenyewe huwa ni vimvuli, isipokuwa ni vimvuli vya aina tofauti na sio watu tu. Kwa hiyo vimvuli hivyo hubaki kufanya kazi hiyo kwa miadi. Mahala pakijengwa hatua maalumu, na kisha mteuliwa fulani akaambiwa njoo uwe unasimama hapo, tafsiri fupi, vile vimvuli ndo vinakaa kusaidia ile miadi yao iendelee kuwepo. Kwa hiyo mambo mbalimbali yaliyojitokeza kwenye dunia, wako watu wakashikishwa mambo na wakapewa mambo hayo, lakini mapana hawakuyajua kabisa, kwa sababu ni watu walishapoteza ukweli wa zamani ya kiutu. Kwa hiyo zamani ya kiutu
ambayo mnaelezwa kuwa ni jadi inaeleza tangu zama za mtu wa kwanza. Inaeleza na namna gani maadili yalikuja kuvurugika. Inaeleza na taharuki zilizowatokea watu kwenye dunia kupitia dunia kwa dunia, kupitia pia dunia na sayari zingine. Kwa hiyo yote hayo ni vyema kabisa kuyajua, kwa sababu ni maisha ambayo yamekumba mazingira ya watu wengi wasiyejua nini kinafanywa. Kwa hiyo mazabaila inakuwa ni ya yule tu alodhamiria maisha yake fulani binafsi, kwamba mwanangu alime shamba langu lile pale, mwanangu ashike udereva wangu huu hapa. Hii dhamira unayoiweka kwa mtoto wako na ukaweka na kusudi lako juu, wewe unapokufa hichi kimvuli kinachukua ile hatua, ndo kinabaki hapo kuja kumwendeleza huyo mtoto kwa hayo. Haya yote yamekwisha changanuliwa kwa mapana, muelewe. Kwa hiyo mazabaila unapata ni yenye tabia mbalimbali tofauti, kwa sababu ni kila mmoja na dhamira zake. Lakini mazabaho inakuwa ni vimvuli vya walioishi, isipokuwa vinakuwa vimezamirishwa jambo la aina moja kwa kulitumikia. Unasikia tofauti hiyo? Kwa hiyo mazabaho zilikuwa zipo kwa watu ambao waliendelea na hatua zao, lakini wakataka hatua hizo ziendelee kuwa simamo kwa watu wengine. Mazabaho hizo zikawa zipo. Zikawa zipo na zikaendelea kwenye maisha hayo kwa kutokujua ukweli wake Mungu. Kwa hiyo unakuta ziko mazabaho kwa maana ya vimvuli hivyo viliweka ahadi kwamba mkija kwenye hatua yetu hapa mfanye jambo moja mbili tatu. Kama ni kumchinja mtu, ima kufanya jambo fulani la aina yoyote pale lililokusudiwa, mtalazimika kulifanya hivyo, kwa sababu ni miadi ya waliowasimamieni, huku wao walikuwa na dhamira zao, na hizo dhamira pengine nyinyi hamkuwa na elimu nazo. Kwa hiyo ndio hapo unakuta kuna mazabaho walikuwa wanataka damu za namna fulani. Kwa hiyo wewe uloshikishwa jambo hilo, wewe unalazimika kwenda sasa kufanya hayo.
Zama za wakati dunia imepoteza mwelekeo wa kuujua ukweli wake Mungu. Ndugu zangu, wazazi wengi wamepita kwenye makosa makubwa na wengine wameingia kabisa kwenye madhambi. Kinachobaki kwa nyinyi watoto, mnachobaki ni kusamehe kila kilichopita, ila msikubali kiendelee kuwarudieni na nyinyi. Narudia kusema kwamba uchamungu huwa ni msamaha mkubwa kwa chochote ulichokosewa. Lakini baada ya kujua ulifanyiwa makosa gani na madhambi ya aina gani, yakakuumiza baada ya wewe kusikia wazazi na wazazi wako walivyofanyiwa, kwenye uchamungu unaambiwa usilipe kisasi. Najua naeleweka hapo. Kwenye uchamungu huu wa jadi unaambiwa usilipe kisasi, kwa sababu utakuwa hauna elimu ya kisasi kikoje. Yuko mtu kwenye maisha yake alipewa jambo bila kulijua, akaliishi hilo jambo akilihisi ni sahihi, wakati bado yeye hajaupataga usahihi. Siku anakuja kuusikia usahihi, ndo anagundua jambo aliloshika sio sahihi. Sasa yuko ambaye pia aliishi hivyo, akajua hicho ni sahihi huku kikiwa sio sahihi, mpaka wakati wake wa kufa. Mtu huyu kwenye uchamungu huwa anahesabika ni mfanya makosa, kwa sababu hakuwaiaga kusikia ukweli ulo zaidi ya makosa alionayo. Sasa wewe ukilipa kisasi, maana yake unaenda kumhukumu mpaka ambaye hakuwa anajua alichokuwa anafanya. Hii ndo sababu kubwa ya uchamungu kukataza visasi. Kwenye somo la madhabahu ni vizuri msikilize kwa kina. Uchamungu wa kuishi kwa watu kwa dira hii ya mtu wa kwanza umekataza mtu kumlipa kisasi mwingine. Ndo maana mkaambiwa njooni mpewe maelekezo. Wazazi wako wanaweza kuwa walifanyiwa mabaya kupitiliza. Mababu na mababu zako wakafanyiwa mabaya kupitiliza. Historia ile ikakufikia wewe, ikakuumiza kwa uchungu. Lakini dadavuo inakwambia kwamba ukishajua ukweli, kaa upande wa ukweli, alafu huyo atakayekuja na jambo lisilokuwa ukweli, chukua ukweli mpe. Akipinga ukweli huku anajua huu ni hoja kubwa inayomzidi, moja kwa moja huyo sasa akija kwenye dhamira zake za kukusudia mabaya kwa makusudi, huyo wewe ni halali kumfanya jambo lolote.
Unasikia tofauti ilivyo hapo? Wewe ni halali kwa Mungu kumfanya huyu anayesikia ukweli, anaujua wazi kwamba huu ni ukweli zaidi ya alichoshika, alafu anang'ang'ana yale mabaya yake yawe hukumu zidi yako. We ukipata namna huyo mtu, ima huyo kiumbe, ukapata namna ya kumuondoa kwenye kuishi kwake kwa hayo anayokuletea kwa makusudi mabaya, we uko sahihi kwa Mungu na kwenye hii dunia. Na hili unalolifanya hapo, hicho kinakuwa sio kisasi. Najua naeleweka hapo. Hichi unachokifanya hapo cha kumuhukumu huyu mbaya anayezidisha mabaya kwa sasa, unamweleza ndugu yangu, mema ni haya, hataki, anang'ang'ania kusema mabaya yake tu kwamba ndii mema. Basi unamwambia kila mmoja aishi maisha yake. Ndugu yangu, sitaki kuishi maisha yangu, lazima nikutoe huko uje kwenye mabaya haya. Ukiwa na hatua za kimungu, kama mnashindana kiroho, moja kwa moja mkusudie magumu na hata kumuua pia. We mkusudie tu hivyo bila kujali, kwa sababu huyo ni mbaya wa dhahiri kwako. Ikiwa ni mambo ya kimwili, amegeuka kuwa ghasia, ndio maana mkawekewa utemi aina ya serikali. Usisite wewe kwenda kumripoti serikalini ili taarifa zake zijulikane, ili kitakachokuja kumtokea hayo majibu serikali iwe inajua kwamba ni jambo amelitafuta kwa kujua. Ndio maana tangu zama mkawekewa uchamungu na utemi. Kwa hiyo utemi ukabaki kazi yake ni kwenda kwa mwenyekiti hapo, unapewa barua, unakwenda kwa nani, mpaka utafika hata ikiwa kwa rais. Ndugu rais, mimi napitia mambo haya na haya kwa watu wa aina fulani, ima ndugu yangu fulani, nataka chombo chako sasa cha utemi kinisaidie kuondoa upumbavu huu. Serikali ni tekelezaji kwenye jambo ambalo umepeleka hoja inayoeleweka. Hoja za kiroho serikali haiziingii kwa sababu ni maisha ambayo sio ya kwao. Kwenye somo la madhabahu, mnatakiwa mjue kwamba kuna watu wamerisishwa mambo wasioyajua na wakaishi hivyo bila kujua kama hayo mambo sio sahihi, mpaka wakutane na usahihi. Ndo walio wengi waga wanaamua kuyaacha, kwa sababu walikuwa wanafanya kwa kudhani kuwa dunia nzima hakunaga usahihi. Kwa hiyo historia ya mtu akiwa bado hajakutana na jambo, uwaga anahisi mambo yote hakuna, ima hilo jambo lake pengine ni jambo simamizi kwenye mambo mengine yote. Hapa kwenye jadi mkaambiwa msimlipize mtu yoyote kisasi kwa mambo yaliyopita kwenye vizazi vyenu. Ni kwa sababu ya elimu hii ninayoitoa hapa. Ukilipa kisasi
kwenda kumuua mtu kwa sababu tu ulisikiaga babu zako waliuawa na ukoo fulani, na wewe ukaenda kuchukua watoto wa ule ukoo kule ukaenda ukawaua, we hujatengeneza. Mabaya hayakuondolewa na malipizi ya mabaya mengine. Mabaya yaliondolewa na malipizi kutoka kwenye mema. Najua naeleweka. Ukifanya pasina kufata msingi wa wema, na wewe unakuwa umeenda kutenda mabaya. Kwa hiyo wewe unakuwa umefanya kama tairi ya gari tu, yale mabaya yaendelee kuzunguka zama na zama. Hawa walituuyaga mama yetu na si tuwaue, wanaua. Hawa walituuyaga mjukuu wetu na wenyewe wanarudisha, wanaua. Hawa watuliaga baba yetu na yani mnakaa kulipizana hivyo miaka yote. Sababu kubwa ni nini? Wote mmeshika mabaya, alafu mnalipizana kwenye mabaya kwa mabaya. Lakini wewe ukishika mema, alafu ukamwambia mwenye mabaya baki na mabaya yako, huwa zinatoka hukumu zingine ambazo zinatoka humu ndani ya mema, ambazo huyo mbaya atajutia kwa nini aliumbwa kwa Mungu. Lakini wewe wema hutaki kufuata maelezo yake, uko bize kutaka kuchukua panga hapo ukalipe visasi. Pata elimu ya kisasi kwenye somo la madhabahu, kwamba wako watu walivikwa maadili wasiokuwa na elimu nayo, wakayatumikia kwa upendo mkubwa, wakahisi hayo maadili ni mema. Ni kwa sababu hawa watu hawajawaiaga kusikia mema. Usitokee kuwalaumu watu, unawakuta hapo wanafanya mambo yao mabaya na wanashabikia wakiwa hawajajua mema. Hao si watu wa kulaumiwa mpaka elimu iwafikie. Kwa hiyo mtu aliofikiwa na elimu alafu ukamuona ni sintofahamu, huyo mtu akipitiwa na hukumu yoyote kwa mema, wewe usisikitike, kwa sababu huyu alishagajua ukweli, alafu anageuka dharuba kwa wasiyejua ukweli kwa kutaka kuwaharibia kupitia ukweli husika. Sasa utauona ukweli unamgeuka huyu mja na kumfanya kitu kigumu sana. Kwa maana ukweli unataka wewe ukae upande wa ukweli kwa maana ya uchamungu, alafu walokosea chukua nafasi ya kutoa maelezo kwa njia mbalimbali. Kwa njia mbalimbali toa maelezo. Utaona watu tu wanaelimika na wanaacha yale mabaya, hata kama walikuwa wamejijenga namna gani. Lakini ukiambiwa kwenye uchamungu hupasi kulipa kisasi, uwe unajua wazi utaenda kuua wasiokuwa na hatia ndani ya hicho kisasi chako. Sababu ni nini? Nimechukua mapana ya kisasi, nimekuwekea kwenye somo hili, kwamba mtu akiwa anafanya jambo bila kujua kama lile jambo ni baya, cha kwanza anapewaga elimu, ndio inakuwa funguo yake ya kichwa chake. Alafu baada ya elimu akageuka mpinzani, muweke upande wa upinzani. Kabla ya elimu, mtu asiyejua usimuhitaji mpinzani.
muhesabu ni asiyejua. Baada ya elimu alafu ukamuona kaja juu, moja kwa moja muweke upande wa upinzani, na kama una hukumu zako zipitishe. Sasa ndo maana kwenye kuishi tukaambiwa ya kimungu tutayasema kwa Mungu kwa hukumu zake, ya utemi tutaenda kwenye serikali kwenda kuripoti. Serikali, mtusaidie hapa, mtusaidie pale, mtusaidie pale, ili msisemi tumechukua mamlaka mkononi. Ndo sababu ya kuja kuleta maelezo yetu kwenu kwamba mtu huyu amekuwa na sakamo ya mabaya, kwa hiyo nakuja kuyaripoti na ushahidi wake huu hapa. Kwa hiyo nataka serikali nisaidie kwa hilo. Sasa serikali ikishindwa kusaidia kwenye hilo, maana yake wewe unalo la kusema. Lakini sio tu umeshachukua rungu, chukua panga, umekwenda hapo, naenda kumuua fulani, nasikia hawa walitufanyiaga mambo fulani huko nyuma. Kwenye ukweli wa kuishi kimungu unakatazwa kufanya mambo haya. Kwa hiyo mnatakiwa kujua kwamba madhabahu ni vimvuli ambavyo vilikaa kuongoza wengine, huku vikiwa havijui ukweli wa kuishi, vimebaki vinaongoza kwa dhamira zao tu, vikiwa vimeshika mabaya. Hivyo ni washukuru ndugu wote ambao tumepita kwenye somo hili. Ukweli wa hatua nzima inayoitwa madhabahu imekaa iko hivyo, na huo ndo ufasaha wake wa mwanzo na mwisho kwenye dunia na ulimwengu. Asanteni.